Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 21 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaoanza na habari kubwa inayosema SMZ yatoa kauli kuhusu uhaba wa mafuta. SMZ yatoa kauli kuhusu uhaba wa mafuta. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 10 kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini Mwigulu agiza mali za KNCU kupigwa bei kulipa milioni 400. Mwigulu agiza mali za KNCU kupigwa mnada bei kulipa milioni 400. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni siri ya maisha ya kifo cha Pengo. Siri ya maisha ya kifo cha Pengo. Amekuwa kardinali kwa miaka 38. Amekuwa askofu mkuu jimbo kuu la Katoliki Dar es Salaam kwa miaka 27. Atakumbuka kwa mchango wake wa kiroho, maadili na mijadala ya kitaifa. Alifahamika kwa tabia ya upole na kuzungumza taratibu hata katika mambo nyeti na mazito ya kitaifa. Hii ni siri nzito ya maisha ya kifo cha Kardinali Pengo. Lakini kuna habari inayosema Zanzibar yajipanga kufanya tathmini bima ya afya. Zanzibar yajipanga kufanya tathmini bima ya afya, na watumishi 14 wasimamishwa kisa ujenzi wa jengo la utawala. Watumishi 14 wasimamisha kisa ujenzi wa jengo la utawala. Lakini shahidi kesi ya Lissu adai kutishwa na wafuasi. Shahidi kesi ya Lissu adai kutishwa na wafuasi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa gazeti lako la Mwananchi lenye linaandika Jemima Bashite kutoka kuuza mkaa rejareja hadi kuwa mmiliki mwajiri. Lakini mitishamba ya wakimbilio kwa tiba. Mitishamba ya wakimbilio kwa tiba. Kwa heri baba Pengo. Hiyo ndo habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema kwa heri baba Pengo. Lakini kuna habari inasema Giza kutekwa hadi kuuawa kwa Banjo. Giza kutekwa hadi kuuawa kwa Banjo. Lakini Dr. Levi tofauti ya baba Digi Faza Dadi na Mshua. Huyu ni Dr. Levi asema kuna tofauti kati ya baba Dingi Faza Dadi na Mshua. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru. Ukweli daima linaanza na habari inayosema adaiwa kumuua mkewe kisa kumnyimwa unyumba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Adaiwa kumuua mkewe kisa kunyimwa unyumba. Lakini Dr. Mwigulu agiza KNCU kuuza mali kulipa wakulima. Lakini Pengo aacha simanzi. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti lako la Uhuru, nasema Pengo aacha simanzi. Ni mwaka 1944 kuzaliwa na kufariki 2026. Lakini fyekeo la fyeka watumishi 14. Fyekeo la fyeka watumishi 14. Kiongozi atoa mbinu kuepuka migogoro kazini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema 7 kortini kwa tuhuma za dawa za kulevya Same. Watu 7 kortini kwa tuhuma za dawa za kulevya huko Same. Lakini naibu waziri Ayubu Mahmudu aanza kutekeleza ahadi za uchaguzi. Naibu waziri Ayubu Mahmudu aanza kutekeleza ahadi za uchaguzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga ukurasa wa mbele. Lakini 1944 tu 2026, huyo ni Kardinali Pengo. Askofu Pengo kuzikwa Pugu. Atazikwa Jumamosi Februari 28 katika kituo cha hija. Aliliwa kila kona chini kwa kumbuka mema yake. Lakini Rais Samia amtaja kuwa alikuwa kiongozi wa kiroho mzalendo aliyetoa mchango mkubwa katika kuimarisha imani, maadili, umoja na mshikamano wa kitaifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini mshike kafu, wajumbe wawili walipomba mikononi mwa polisi.
watolewa nje ya kikao Buguruni. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika wabunge waridhishwa na kasi ya uzalishaji umeme nchini. Hao ni wabunge waridhishwa na kasi ya uzalishaji umeme nchini, hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini viongozi wa dini na vyama wamwelezea pengo. Viongozi wa dini na vyama wamwelezea pengo. Salome Makamba wapa mbinu TPDC kukamilisha miradi ya kimkakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo linaandika 14 Muheza waondoka na ziara ya Mwigulu. Wafanyakazi 14 huko Muheza waondoka na ziara ya Mwigulu. Lakini Mwigulu amgeukia wasiotii maelekezo yake Ibana KNCU. Mwigulu awageukia wasiotii maelekezo yake Ibana KNCU. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 inaendelea. Lakini kuna habari bado inayosema kwenye gazeti lako, wasiojiweza waanza kunufaika na bima ya afya kwa wote. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini msiba mzito kanisa Katoliki. Huyu ni Kardinali Pengo afariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. Lakini Rais Samia, Dr. Mwinyi wa Tanzania wamlilia, acha alama ya kumbukumbu ya kukumbukwa na utumishi wake kuzikwa Pugu. Lakini kila kijiji kuwa na sekondari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, inasema kila kijiji kuwa na sekondari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya leo linaandika Salome TPDC fanyieni kazi maelekezo ya viongozi wakuu kukamilisha miradi. Lakini wananchi wapongeza huduma za kliniki ya sheria, na waziri mkuu atoa siku 5 KNCU ilipe deni la shilingi milioni 400. Lakini wamiliki wa bandari kavu washauriwa kutoa huduma saa 24 kupunguza msongamano wa mizigo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika Mzumbe inavyonufaika na mradi wa HIT. Lakini mvua inayowatesa wafanyabiashara na wanyanya Iringa. Mvua inavyowatesa wafanyabiashara wa nyanya Iringa. Lakini mwaka 2025 wavunja rekodi uwekezaji nchini. Tiseza ya sajili miradi 927 yenye thamani ya shilingi bilioni 12. Mwaka 2024 ilisajili miradi yenye thamani ya bilioni 9. Lakini Rais Mwinyi ataka huruma na uadilifu viwe kipaumbele mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini maelfu watoa salamu za rambirambi kwa kifo cha Pengo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari tunaanza nalo, linatupasha habari inayosema Lindi Dodoma kutoa baraka ya dabi ya Kariakoo. Lindi Dodoma kutoa baraka ya dabi ya Kariakoo. Lakini JKT Tanzania yataka kuweka rekodi ligi kuu. JKT Tanzania yataka kuweka rekodi ligi kuu. Yakubu anza mazoezi kurejea uwanjani Simba. Yakubu anza mazoezi kurejea uwanjani Simba. Lakini Kagera Geita hesabu za kurudi ligi kuu. Kagera na Geita hesabu za kurudi ligi kuu. Na Edgar anza kuvutia timu Afrika ya Kusini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo, linaandika Simba yakana kuiogopa Yanga. Twiga ya pania kuvuka makundi WAFCON. Lakini Thabiti andika historia mpya Marekani. Thabiti andika historia mpya Marekani. Lakini Giai atamba kuteta taji Korea. Giai atamba kutetea taji Korea. Lakini kimataifa, Rooney ataka Pep kubaki Man City. Huyo ni Rooney ataka Pep Guardiola kubaki Man City. Habari inaendelea ukurasa wa 22 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako ukurasa wa michezo linaandika dabi ya Kariakoo kuhamia Zanzibar rasmi. TPLB yafafanua sababu. Lakini Mgunda meno nje akisubiri Yanga ligi kuu. Na mastaa wa ligi kuu wajibu mapigo FA. Hiyo ni habari ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza ukurasa za michezo.
Lakini kwenye gazeti lako litaanza na gazeti lako la Wamachinga linaandika bodi ya ligi ya wajibu Simba dabi kuchezwa Zanzibar. Lakini Joshua Mutale aanza kuwika Saudi Arabia. Yanga Lindi Simba Dodoma kabla ya dabi ya Kariakoo. Yanga Lindi Simba Dodoma kabla ya dabi ya Kariakoo. Lakini tizi la Twiga Stars Misri wasipime, na Maxime ataka mabao kwa washambuliaji wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika Yanga kusaka mkali kuivaa Simba. Yanga kusaka makali kuivaa Simba. Kocha Simba azitaka pointi 6 ugenini. Lakini Twiga Stars yajipanga AFCON 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Twiga Stars yajiwinda na AFCON Misri. Lakini Simba Yanga Azam kurejea NBC Premier League. Lakini kuna habari inasema hoki Zanzibar ya utolea macho ubingwa muungano. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo naandika huyu ni Mwanamboka aliyeibeba mitindo ya Tanzania kimataifa. Huyu ni Mwanamboka aliyebeba mitindo Tanzania kimataifa. Lakini dakika 180 za kusoma mchezo huku ni Simba huku ni Yanga, dakika 180 za kusoma mchezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Yakubu aongeza mzuka Simba. Huyu ni Yakubu aongeza mzuka Simba, arejea kikosini baada ya miezi miwili, aondoka na timu Dodoma. Lakini Buba Jame awatishia nyau Simba. Huyo ni mchezaji mpya wa Young Africans Buba Jame awatishia nyau Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.